Ili jambo ambalo linaendelea la Mkubwa Fella, kwanza Mwenyezi Mungu ampe wepesi, amponye kwa haraka. Unajua wanasema kila changamoto ina uzito wake, ila changamoto ya kuuguza mtu ni moja kati ya changamoto kubwa sana. Unajua kumuuguza mtu kunahitajika pesa, kunahitajika muda. Kwa hiyo ni changamoto kubwa sana ambayo asilimia nyingi za jamii ya Kiafrika ikikumba tu familia fulani lazima watu watetereke. Mimi Mkubwa Fella ni mtu ambaye tunafahamiana, unajua na kipindi ambacho nilisikia kuwa anaumwa nilimpigia simu akapokea, akanambia, nikamuuliza kwamba Mkubwa, kweli unaumwa? Akanambia kweli mwanangu, mimi naumwa. Nikamwambia okay, pole, unaendeleaje? Akanambia naendelea vizuri kidogo ila sio sana. Nikamwambia basi sawa, ila stories zimekuwa nyingi huko kwenye mitandao ya kijamii, unaweza ukazungumza kidogo watu wakajua kama hali yako ikoje, kwa sababu kwenye mitandao ya kijamii ilikuwa inaonekana kama ni mtu ambaye anaumwa sana. Wakati mimi nilikuwa naongea naye kwenye simu namsikia ni mtu ambaye kidogo alikuwa na nafuu. Akanambia hapana, kwa huu wakati mimi siko sawa kuzungumza. Umeelewa? Na hiyo ilikuwa ni kama mwaka jana mwezi wa 7. Umeelewa? Nikawa namcheki tunazungumza na nini, namcheki tunazungumza, baadaye nikimpigia simu yake haipatikani. Nikimpigia simu yake haipatikani. Ndo mwaka huu tunakuja kuona hivi vitu ambavyo amevizungumza mke wake, unajua mama yetu. Na watu wengi wamekuwa kwenye hili jambo la mke wake kuzungumza, kumekuwa kuna side mbili. Kuna side nyingine ambayo watu wanaona kama yuko sawa, kuna side nyingine ambayo watu wanaona hayuko sawa. Mimi kwangu mimi na kwa kila alichokizungumza mke wa Mkubwa na tafsiri kama ni mtu ambaye ni vitu ambavyo vilikaa moyoni kwake muda mrefu. Kwa sababu gani? Kwa sababu Novemba mwaka jana ni kama tarehe 15 fulani aliposti kupitia ukurasa wake wa Instagram kwamba nina vitu vingi sana, muda ukifika nitazungumza. Mimi niliona ile, ila sikuwa najua ni vitu gani. Na baada ya kuja kuzungumza ndo nikarifaa kwamba okay, vitu alivyovizungumza ni hivi. Mimi kwa upande wangu na siwezi kusema kama alikuwa yuko sawa au alikuwa hayuko sawa. Kwa sababu gani? Kwa sababu mke wa Mkubwa ni mtu ambaye amewashuhudia watu wengi sana ambao jamii naona wamefanikiwa, labda kipindi ambacho wanajitafuta walishawahi kwenda kwa Mkubwa kuomba msaada. Unajua? Yaani ule usumbufu na nini pale kwake Temeke kwenda kuomba msaada. Kwa hiyo ameshuhudia watu wengi sana wakiwa wanaenda kwa Mkubwa kwenda kuomba msaada. Na yeye kama ulibahatika kumsikia kitu alichokizungumza, anasema muda mwingine alikuwa anapigiwa simu, anaambiwa bwana Mkubwa apokee simu, basi kama amelala naomba umwamshe. Kwa hiyo anafeel kwamba okay, mbona Mkubwa amesaidia watu wengi sana, ila kwenye hii changamoto yake mbona si moja kati ya kitu ambacho amekizungumza mke wa Mkubwa Fella ni namna ambavyo baadhi ya watu ambao yeye amewasaidia au amefanya nao kazi kumkimbia kwenye hizi changamoto. Umeelewa? Mimi baada ya kuona mke wa Mkubwa Fella amezungumza, nilijaribu kutafuta side ya pili ambao watu wamefanya kazi na Mkubwa, ambao Mkubwa Fella amewasaidia. Umeelewa? Baada ya kuwatafuta nikawa na mazungumzo nao marefu sana. Unajua kwamba baadhi ya watu nikawa naambia kwamba inabidi mzungumze. Umeelewa? Inabidi mzungumze hiki ambacho kimezungumzwa, watu wamekisikia upande wa pili, inabidi na nyinyi mtoke mzungumze, kwa sababu kwenye mazungumzo yetu ni kwamba ni watu ambao wanafanya, yani ni watu ambao kwa Mkubwa still wanafanya. Umeelewa? Yani kuna support ambayo wanaitoa, ila sasa ni kwamba hii iliyotoka kuna image fulani ambayo kwao wanaona kama haiko sawa. Mimi nikamwambia inabidi mzungumze. Kwa sababu gani? Ya Mungu mengi. Ikitokea leo hii huyu mzee hayupo, hii jamii ambayo leo hii imesikia kwamba nyinyi mmekaa mbali itakuwaje? Umeelewa? Majibu yao ni kwamba sisi ni watu sisi sio watu wa mitandao, na Mkubwa Fella sisi ni baba yetu. Umeelewa? Kama Mkubwa Fella sisi ni baba yetu, hatuwezi kutoka kujibu tuhuma eti kwamba labda sisi hatumjali baba yetu kwenye mitandao ya kijamii. Umeelewa?
nikawauliza kwamba okay, ikitokea huyu mzee leo hii hayupo mkubwa, mtazungumza kitu gani kwa hii jamii ambayo sasa hivi inaamini kwamba huyu mzee, nyinyi hakuna kitu chochote ambacho mmekifanya wakati huyu mzee anapitia changamoto ya kuumwa? Wakasema sisi ni sawa jamii itakavyotuchukulia. Kwa hiyo mimi ombi langu, kwa sababu nimezungumza na baadhi, ombi langu ni kwamba inabidi pia watoke wazungumze, umeelewa? Watoke wazungumze, watu wawasikie hiyo side. Sisi inawezekana kwenye stories zetu, kwa sababu labda mimi ni Mauki, producer kipindi cha Planet Bongo, na access ya kuwafikia na kuzungumza, na wameniambia baadhi ya vitu ambavyo wamewahi kuvifanya, kwamba bwana, mimi nimefanya hiki, nimefanya hiki, mimi nimefanya hiki, nimefanya hiki, ila nashangaa zile kauli. Nikamwambia sasa inabidi mzungumze. Kwa sasa inabidi na baadhi ambao wengine sijazungumza nao, inabidi mtoke mzungumze, kwa sababu ya Mungu mengi, umeelewa? Nyinyi mnapanga na Mungu anapanga. Yakitokea kutokea kesho, mtakuja kuambia nini hawa Watanzania ambao wanaamini kwamba nyinyi kuna ubinafsi ambao umeuleta? Huyu mtu umefanya naye kazi kwa muda mrefu, umeelewa? Umefanya naye kazi kwa muda mrefu na kila mtu anajua kwamba mmefanya naye kazi na mlikuwa mkimsifia. Mtakuja kuambia nini Watanzania, umeelewa? Kwa hiyo inabidi mtoke mzungumze kwamba bwana, kitu ambacho mmeniambia mimi, inabidi na nyinyi mtoke mzungumze, wananchi wajue, umeelewa? Kwamba mimi nimefanya hiki na hiki na hiki na hiki na hiki na hiki, nimeishia hapa. Kwa sababu kila mtu kwenye maisha anapitia changamoto. Kwa uwezo wangu mimi niliishia hapa. Ndio hayo tu. Kwa hiyo wakubwa, inabidi mtoke mzungumze bana. Huyu mkubwa amefanya vitu vingi sana kwa sababu yeye amefanya vitu vingi sana kwenye game yetu ya Bongo Flava, umeelewa? Kwa hiyo aliwezi